kamera. Na nilitaka turudi hapo kwenye 10 la mwisho. Mara nyingi sana huku mtaani tunakotoka kuna maneno watu wakifika kwenye 10 la mwisho wanaona bwana, yani ideal Fitri kama itokee kesho. Kuna ugumu uwepesi kiasi gani kwenye 10 la mwisho kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hiyo ni kinyume na ilivyo, kwa sababu mimi nadhani kama 10 lenye ugumu kutoka kula miezi 11. Kwa hiyo unaanza kushinda na kilo pale ilikuwa ndio kupatikana. Namba kupita 10 la kwanza, la pili, la tatu ni rahisi sana, kwa sababu tunafanya mazoezi ya kunyoosha na kusema kweli kinachotakiwa sasa kadri Ramadhani inakwisha tuwe sisi ni watu wa kulia, watu wa kusikitika. Nakushukuru sana na nakutakia iftar njema kutoka asante sana. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kupitia Wasafi TV, lakini pia Wasafi FM, na usisahau kuendelea kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kupitia Wasafi Digital. Endelea kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii. Tuko hapa Superdome. Hii ni iftar maalum kutoka Wasafi. Hapa ninaye Mheshimiwa Waziri ambaye yuko upande wangu wa kulia, lakini pia upande wa kushoto yuko mkurugenzi wa Wasafi Media Nasibu Abdul. Hili jina lingine tuliache, ndio tutumie Nasibu Abdul. Ngoja kusogezea hii mic, alafu yote ile unadhani mwezi huu unapaswa kutumika pia kuliombea amani taifa letu na twende tukavuke salama kuna uchaguzi mkuu ambao uko baadaye hapo mwaka huu. Kwanza Mungu hapa tuna tafsiri ya pili, lakini Mungu kwa heri na baraka na kama Mungu hili kutubariki kama viongozi wa mheshimiwa hili kwamba hii hatua funzo na pia kazi kama hii na sisi tuko hii kwa wataungana na watu na tabia njema na mwezi mwingine tunaendelea kuweza hivi. Kwa nini tumekuwa na iftar kipindi hiki na tumeamua kuileta the Superdome? Kwa sababu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwa unavyojuwa taasisi ya Wasafi mara nyingi tunaheshimu dini tofauti na tunashirikiana na dini zote, na ndio maana tunahoga wakati mwingine tunakesha Pasaka inapofika ndio mzito wa Kristo. Lakini kiacha hivyo kwa mwezi wa Ramadhani kuna nyingine ya kufanya iftar kama ilivyo sana. Nimepewa taarifa hapa na kiongozi wa matangazo kwamba tayari muda wa iftar umewadia, na kwa sababu tuko hapa tutapata pia nafasi ya kuzungumza na wewe kwenye kitu kingine, na sasa hivi wacha tufanye hivyo. Nashukuru sana. Ndani kwanza tunaenda kusalia huko kwa shughuli kwa shughuli ya niko kwenye fursa. Mwanangu, umeona fursa tunapojidai? Kwa tufudenge tusinge vimba hivi. Tunafurahi kwa ukatupa fursa Diamond mdogo wetu. Tunalinga. Watu hawana moyo, huu ni moyo. Huu ni moyo. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwema. Nimeona mjomba. Nimeona tunajidai my friends. Mjako utakiwi mnafiki. Tunajidai. Doto Magari Forest. Sogea nikachukue fursa tayari mkuu. Nipe ulinzi. Sogea. Diamond.
Koja nije kakako Doto Magari. Umenipa fursa mdogo wangu. Nalinga na Simba wangu. Nalinga. Shehe mkuu mwaziri. Ana gagangu bwana majidai leo. Mjambo leo hayupo na jidai mimi kwenye anga zangu. Leo najidai kwenye anga zangu mimi. Hizo ni trending tu, ni content. Hawezi kula hela ya msikiti. Ni wakaamua kufanya hivyo tu mambo ya yani muweze kumuongelea kama vitu muongelea, lakini hajafanya kitu kama hicho. Kwa sababu ana hela, anajiweza. Yes. Kwa upande wa ndugu zako wengine, watu maarufu ambao ulikuwa ukihang nao sehemu mbalimbali, siku hizo umesema umehide kidogo kwa ajili ya mzigo umeongezeka. Bado kwenye maisha ya kawaida mnaishi vizuri kwa maana mnatembeleana na mnawasiliana? Tunaishi vizuri, lakini inafika baadaye hata wewe kisha kuja kutokea utaona. Ukiwa na kipato kikubwa watu wenyewe wanakukataa. Marafiki wanapungua, wanakuwa wanajishtukia. Hata ukijaribu kuwa karibu nao wanaona kama labda unawaenjoy. Sijui unaelewa, wenyewe mwisho wa siku wenyewe wanajipunguza. Lakini mimi sina tatizo. Bro, Aristotle wa miaka ile na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Sihitaji kuongea sana, lakini muda utaongea. Ni jambo la muda tu. Lakini hapo Aristotle mimi nikupongeza sana. Mko ni miongoni mwa watu ambao ukiwa na ushikaji na mtu basi unakuwa na ushikaji wa kweli, yani kutoka moyoni. The theme ambavyo ilivyo kwa Irene Uwoya. Amekuwa ni mtu ambaye mara nyingi uko naye sana, apitie majanga na nini, uko naye pia. Ile nani Uwoya kumsema watu kwamba ameokoka, lakini still bado mavazi yake, matendo yake anaona kama hayajabadilika. Inakukechi kwa namna gani hasa kwa upande wako, kwa sababu nitoka karibu? Ujue ukiwa Irene ni rafiki yangu. Diamond ni rafiki yangu. Baadhi ya marafiki zangu nyinyi mnawajua. Mimi ni na ule ushabiki au na ule upendo real. Siko kwa mtu kwa ajili ya kitu. Ukiwa na urafiki wa mtu, ukiwa rafiki wa mtu kwa ajili ya kitu, kile kitu kikiisha maana yake urafiki utakuwa umefanya nini? Umeisha. Irene mimi ni rafiki yangu damu. Sijui unaelewa. Awepo na majanga, sio na majanga, yule ni rafiki. Siko naye kwa ajili ya kitu. Sijui unaelewa. Yes, urafiki wetu yani uko ni una bond kama vile ulivyo na Diamond. Kwa nini huduma yake watu wamekuwa wakibeza, watu wanaona kama hadeserve kuwa mtumishi wa Mungu? Hamna, na deserve kwa sababu watu wamezoea kuwa ukiwa mlokole lazima uishi kilokole. Yani yeye ni mlokole wa kisasa. Sijui unaelewa, ni mlokole mwenye pesa, ni mlokole mwenye kipato. Kwa hiyo hawezi kuishi kama watu wanavyotaka aishi yeye. No, anaishi anavyotaka yeye. Cha msingi Mungu anajua kwa sababu yuko kaokoka basi. Wengine mkipiga kelele haimuhusu, maisha yanaenda. Yes. Unaungana na watu ambao wanasema mavazi wakati mwingine pia lazima yazingatiwe hasa kwa watumishi wa Mungu. Kuna siku Irene ashawahi kuvaa Gucci. Anakuuliza unaposema mavazi gani ya Irene yanayokukera wewe? Watu ile bata wanalizungumzia sana Aristotle. Ukiwa na hela lazima ule bata bro. Ukiwa na hela lazima utumie hela. Yes. Mimi sijaona ubaya wowote. Hizo ni comment tu za watu wenye waliofeli, wanapenda kuzungumzia vitu sio kwa na mantiki. Hapo maswali yameisha. Kanisa ambalo alisema nani Irene Uwoya anajenga. Kwa kuwa kama Aristotle ambaye ni Mkristo na yeye alikuwa ni Mkristo. Bongo Trend TV.